Bwana asifiwe. Katika sehemu hii tunakwenda kuona kitu kingine ambacho Mungu amekukirimia wewe kama mwanaye, ili uweze kujitambua hivyo kwa kupitia hichi alichokukirimia, alichokwisha kukupa. Unayo hapa kipengele hiki tutasema ni, au sehemu hii tutaiita unayo imani ya Kristo. Unayo imani ya Kristo. Imani ina chanzo. Mtu anaweza kuwa na imani akafanya kitu, imani ya kimwili, lakini na imani zingine pia ambazo zinaweza zikamfanya mtu akafanya kitu, akazaa, akapata matokeo kwa ajili ya imani alionayo. Na kumetokea watu ambao wanadhani kwamba wao wameokoka, lakini hawana imani, yao haitoshi, wana imani ndogo, hawawezi kutekeleza yale mambo ambayo Mungu amewapa kuyatekeleza kwa sababu wana imani haba. Na kuna wengine wamewafundisha watu hivyo kwamba ni kwa sababu nyinyi mna imani haba ndio maana vitu fulani havitokei kwenu. Ndio maana labda mkiombea watu wenye mapepo hayatoki, yanawasumbua tu, wanagalagala, hayatoki kwa sababu hamna imani nyinyi. Sasa hiyo sio kweli. Au labda kwa sababu mna imani haba. Kwa hivyo kwa sababu mna imani haba inabidi mfanye nini? Mfunge na kuomba sana. Kwa sababu yale mapepo yale yaliyolipuka mlikuwa mnayakemea, yale hayatoki. Yale yanatoka tu kwa kufunga na kuomba. Sio kweli. Shida sio imani. Sababu Bwana Yesu mwenyewe alisema pale kwenye Marko, ukisoma Marko, sikumbuki, lakini nafikiri Marko sura ya 4. Alivyowaambia nyinyi, walivyojieleza wanafunzi wake, walikwenda kumwombea yule mkoma. Marko sura ya 5 kama sikosei. Wakamwombea yule mtu, alikuwa na kifafa, samani. Alikuwa na kifafa, wakamwombea, akaanguka, akaanza kugaragara, anajitupa huko kwenye moto, anajitupa kwenye maji. Kila wakijaribu kulitoa lile pepo halitoki. Yesu alivyokuja akamwambia, nitakaa nanyi mpaka lini? Nitachukuliana nanyi mpaka lini? Enyi wenye imani haba, mleteni huyo kijana kwangu. Walivyompeleka kwa Yesu, yalitokea mambo yale yale. Yule kijana alianguka, aligaragara, akataka kufoma, anatoa fomu mapovu. Watu wakastuka kwamba anakufa. Lakini Yesu alichofanya, alimkemea tu yule pepo. Na yule pepo alimsikiliza. Kwa sababu ni kwa imani. Alimkemea yule pepo na kijana akaanguka, kakazimia kabisa kama amekufa. Watu wakasema, sasa ndo kafa sasa. Yesu kaenda kumnyanyua yule kijana, akainuka. Ni imani tu. Wale wanafunzi wake wakamuuliza Bwana Yesu, mbona sisi tumemuombea hakufunguliwa? Yesu akawaambia, ni kwa sababu ya kutokuamini kwenu. Imagine anawaambia watu ambao alishawatuma kwenda wawili kwenda kufanya kazi ya kufukuza mapepo huko. Alisema, fukuzeni mapepo, ponyeni magonjwa, fufueni wafu. Wakaenda huko, wakasema, wakarudi wakasema, tumefanya vile ulivyotuambia na mpaka mapepo yametutii. Sasa huyu wa kifafa kwa nini hakuwatii? Ni kwa sababu wana imani, wana upungufu wa imani? Hapana. Sio swala la upungufu wa imani. Ni swala la kuwa na mashaka. Ni swala la kuto kuamini. Yani the other way of kuwa na mashaka inaitwa unbelief. Kutojiamini, kutojitambua. Nafikiri tuiweke hivyo vizuri. Yani kama wewe mwenyewe hujijui kwamba wewe ni nani, utakapokwenda kukemea lile pepo,
you don't come from the position of who you are in Christ, lile pepo litasumbua tu, kwa sababu lenyewe linachotaka ni kukutoa kwenye ile position yako ya your identity in Christ, kukutoa kwenye position yako ya kuitumia imani ya Kristo, sio imani yako. Litaanza kukuambia kwamba wewe una mzembe, wewe mzurulaji, wewe msengenyaji, wewe ni mdhambi tu. Litakuletea kiwingu hapo katikati, ili uanze kujiona kama kuna vitu fulani hujavifanya, ni lazima uvifanye hivyo vitu ili lenyewe litoke. Sio kweli. Hao walioambiwa ni lazima ufunge na kuomba sana, litawaambia wewe hujafunga. Okay, utasema ngoja nifunge masaa 24. Utafunga masaa 24, atakwambia haitoshi hiyo, funga 3 kavu. Na nakumbuka kuna mtu fulani alifungaga 3 kavu. Sio 3 kavu, alifunga siku nyingi, sijui siku 40. Ile siku ya 40 amefunga, akachukua gari akaondoka, akaenda mtoni huko. Akawa nasikia sauti zinamwambia nenda tujichomeke huko kwenye maji, ingia kwenye mto na gari. Sasa wewe unafikiri ni Mungu yule alikuwa anamwambia namna ile? Kwa hiyo sio tu kufunga na kuomba ili Mungu aongee na wewe, hapana. Issue, je, unaitambua position yako? Kama huitambui, then unaweza ukafunga na kuomba ili utambue position yako, kwa sababu tatizo sio imani, kwa sababu imani unayoitumia sio imani yako. Nitakupa mistari miwili ya kuthibitisha hicho. Wa kwanza ni Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Na ningependa kuisoma kwa tafsiri ya King James Version. Anasema hii tafsiri ya King James Version ya Biblia ambayo ninayo ya Kiswahili inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini ile King James yenyewe kabisa ukitafsiri kwa Kiingereza chake kwa Kiswahili inasema, basi imani huja kwa kusikia. Huja kwa sababu ilikuwa haipo. Wewe hukuwa na imani yoyote mpaka ilipokuja ile imani. Hukuwa na imani ya kuokoka mpaka ilipokuja ile imani. Ilikuja, haukuwa nayo wewe. Ilibidi ile imani ije ili wewe ufanye nini? Uokoke. Ulivyoipokea ile imani kwa kusikia. Nasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Ulivyolisikia lile neno la Kristo, ndipo ile imani ilivyokuja ndani yako. Kwa imani haikuwepo, imani ya Kristo haikuwepo. Na hiyo imani uliyoipokea ni imani ya Kristo, kwa sababu umeipokea kutokana na neno la Kristo, imetoka kwa neno la Kristo. Chemchemi ya imani yako ni neno la Kristo. Neno la Kristo lisipokuwepo ndani yako, imani yako haitafanya kazi. Ni kama imani ambayo itakuwa imekufa, imani yenye mazoea. Mstari mwingine ni kuonyesha, anasema kwenye Waefeso 2:8, anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Kwa imani ulionayo wewe ni kipawa cha Mungu. Umepewa imani kama kipawa. Kila mtu amepewa kipimo kimoja. Warumi 12:3. Umepewa the same measure of faith. Hakuna ambaye ana imani kubwa kuliko mwingine. Kipimo kile kile cha neno lile lile ambalo mimi nimelisikia nikakurupuka na kuanza kufanya mapenzi ya Mungu, ndio lile lile ambalo wewe unaweza ukawa umelisikia miaka nenda miaka rudi na hujafanya chochote, hujachukua hatua yoyote. Ni neno lile lile. Na ndivyo ilivyo kwa mwingine, anaenda mtaani huko kuhubiri injili. Kama ni kweli kabisa anahubiri injili kwa sababu amesukumwa na upendo wa Mungu ndani yake. Kuna wengine wanahubiri injili wameagizwa tu na mchungaji, watafanya wanajitoa kabisa kwa sababu tu mchungaji kasema. Nafikiri hiyo ni level ya chini. Ni nzuri kwa sababu ukianza na hapo unatakiwa kwenda katika hatua inayofuata.
Sasa sio tu kwa sababu mchungaji kasema, bali kwa sababu nimesukumwa na upendo wa Kristo ulioko ndani yangu. Ni Mungu ndio ananielekeza, ni Mungu ndio ananionyesha cha kufanya. Sasa ninatoka si kwa sababu tu mtu fulani kaniambia ninawajibika kwa mtu fulani. Hapana, ni kwa sababu nina upendo, nina vipawa vya Mungu ndani yangu. I am power packed. I have the power. The same power that raised Jesus from the dead is indwelling me. I am connected to that power. And for that reason, I go. Not because someone is expecting me to go. Not because I've got to report to someone. No. I go because I have the calling. It is personal. Ni binafsi hiyo. Hakuna anayeweza kunizuia. Hakuna atakayehitaji kunisimamia. Hakuna atakayehitaji kunisukuma. Therefore, don't be inferior kwa kusema kwamba mimi sina imani kama ya mtumishi fulani. Niseme labda kama ya Mtume Petro. Mtume Petro yeye alikuwa na imani kubwa kuliko mimi. Hapana. Mtume Petro mwenyewe anasema, ukisoma katika kitabu cha waraka wa Petro sura ya 1, nafikiri ni mstari wa 1, anawaongelea watu waliokuwa anawaandikia ile barua ambao wana the same faith, wana imani ile ile. Remember, neno lile lile ambalo Mtume Petro alilipokea akachukua hatua. Maana Bwana Yesu alimwambia, njoo nifuate, utakuwa mchungaji, au utavua watu. Sasa hautavua samaki tena. Ni neno lile lile ambalo Bwana Yesu anaongea na wewe leo. So hakuna mwenye imani inferior. Hakuna. Wote tuna kipimo kimoja cha imani tumepewa. Tunaitumiaje sasa hiyo imani? Tunachukua hatua? Hiyo ndiyo changamoto. Kwa hiyo mwingine anachukua hatua, mwingine anakwenda na kuchukua hatua kwetu kutokane na kusikia maelekezo na maagizo ya Mungu wakati wote. Ndipo utachukua hatua. Na ndipo ile hatua itaweza kusimama. Kwa sababu ukichukua hatua kwa sababu watu wamesema, watu wakinyamaza, maana yake na wewe utaanza kupambana na watu. Utaanza kulaumiana na watu. Kwa sababu ndio msingi wako. Unawasikiliza watu. Lakini kama Mungu amesema, una vifaa vyote vya kutumia ili kufanya kila alichosema Mungu. Sina. Unapakuanzia, ndio. Anza hapo. Start, even if it is a very poor start. Just start. Step into the water. Mungu anapenda mambo ya namna hiyo. Kwa sababu that is by faith. You may step out by faith. And then Mungu atakutana na wewe. Yeye sasa ndo atatembea hatua zinazobakia. Ili usije ukasema nilikuwa na mali nyingi, nikatumia mali zangu zote kufanya injili. So what I have done, it's all about me. I am everything. No. Mungu ataonekana kama yeye ndiye atakayekuwa amekubeba katika yale utakayokuwa unayafanya. Mungu akubariki sana. Tuendelee kujifunza, bado sijamaliza.